Wakati Marekani ikitafuta njia ya kuweza kupata ushirika mzuri kutoka nchini Urusi, washirika wake wanaahidi kuondoa mafuta na gesi ya Urusi katika soko la kimataifa. Licha ya kwamba hali ya soko la mafuta imepanda, lakini zaidi ya mataifa 20 yanayounga mkono Ukraine yameahidi kuondoa mafuta na gesi ya Urusi katika soko la kimataifa kama sehemu ya juhudi za kumshinikiza Rais Vladimir Putin kukomesha vita. Tunazuia ufadhili wa nguvu ya kijeshi ya Urusi, alisema Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer baada ya kuandaa mkutano wa kilele wa muungano wa walio tayari jijini London. Uingereza na Marekani katika siku za hivi karibuni zimeweka vikwazo dhidi ya makampuni mawili makubwa ya mafuta ya Urusi, huku EU ikilenga mauzo ya nje ya gesi asilia iliyoyeyushwa LNG ya Moscow. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye pia alikuwa London, amesema shinikizo kwa Urusi ndio njia pekee ya kusimamisha mapigano. Hata hivyo, hakuna uwasilishaji wa makombora ya masafa marefu kwenda Ukraine uliotangazwa katika mkutano huu, lakini EU imesema kwamba ipo katika mchakato wa kupeleka silaha pamoja na fedha kwa ajili ya Ukraine. Lakini je, kuweka vikwazo hivi na kuondoa usambazaji wa mafuta na gesi ya Urusi katika soko la kimataifa litakuwa na athari gani? Wachambuzi wa mambo wameeleza wazi wakisema hali ya uchumi wa ulimwengu itakuwa mbaya zaidi, kwa sababu Urusi ndio taifa nambari 1 ulimwenguni linalosambaza gesi kwa wingi duniani. Hata hivyo, Saudi Arabia ambayo inaongoza kwa usambazaji wa mafuta, Urusi ni taifa la pili ambalo linasambaza mafuta kwa wingi duniani. Mataifa ya magharibi yamekuwa yakitegemea Urusi kwa muda mrefu na kwa miaka mingi kupata mafuta pamoja na gesi. Hata hivyo, kupitia bomba la Nord Stream ambalo limekuwa likisambaza mafuta pamoja na gesi nchini Ujerumani na kusambaza katika mataifa mengine, bado ilikuwa ni nyenzo muhimu ya uchumi wa watu wa magharibi. Baada ya kuharibiwa kwa bomba hilo na Urusi kufunga usambazaji wa mafuta kuelekea katika mataifa hayo ya Ulaya, hali ya uchumi katika mataifa hayo ilikuwa ni mbaya zaidi. Kadhalika, wakati huu hata rais wa Marekani Donald Trump anatafakari baada ya kuweka vikwazo kwa makampuni mawili ya Lukoil na Rosneft ya nchini Urusi, jambo ambalo ndani ya siku 3 zilizopita imekuja kusababisha hali ya uchumi kuanza kuyumba, ambapo bei ya mafuta imeanza kupanda hadi 5%. Wakati huu Marekani inatafuta njia ya kuweza kutatua jambo hili. Ikumbukwe pia kwamba Marekani ni moja kati ya mataifa ambayo yananufaika kwa kiasi kikubwa na gesi pamoja na mafuta ya Warusi, na hivyo pale ambapo inaweka vikwazo ni kama vile inajiumiza yenyewe. Mataifa magharibi, licha ya kwamba yaliweka vikwazo dhidi ya mafuta ya Urusi, lakini bado yapo mataifa ambayo yananunua mafuta hayo. Kuna bomba la mafuta la kutoka Urusi kwenda nchini Uturuki, ambapo Marekani pia hupata mafuta hayo, lakini pia na hata baadhi ya mataifa ya magharibi yanapata mafuta kutoka nchini Uturuki. Sasa, kuanza kufunga bomba la mafuta la Uturuki au kuizuia Uturuki sichukue mafuta ya Warusi, pamoja na mataifa kama vile Hungary ambayo mara kadhaa yamekuwa yakikuza uchumi wao kupitia Urusi, hali itakuwa mbaya kwa mataifa hayo, na yamekuwa yakipinga mara kadhaa katika mikutano ya NATO pamoja na Umoja wa Ulaya kwamba hakuna njia rahisi ya kuweza kuizuia Urusi katika nchi za magharibi, hasa kuzuia rasilimali zake. Mtazamaji wa The World News, hali halisi ndio hiyo. Ni wakati mwingine tena ambapo nchi za magharibi, hasa Uingereza ikiungana na mataifa mengine 20, wanataka kuhakikisha wanaondoa mafuta na gesi ya Urusi katika soko la kimataifa kama sehemu ya juhudi za kumshinikiza Rais Putin kukomesha vita. Lakini je, hii itakuwa na athari gani zaidi ya hayo tuliyokueleza? Endelea kutufuatilia, tutaendelea kukuchambulia zaidi na zaidi juu ya nini ambacho kinaenda kutokea kutokana na kile wanachotaka kufanya watu wa magharibi. Lakini tukumbuke miaka 3 iliyopita baada ya kuharibu bomba la Nord Stream, ni nini kilichowakuta? Naitwa Adam Hussein.